Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Aaron Urio, daktari. Ni katibu kwa neema ya Mungu, katibu mkuu wa idara ya DMS Taifa. Na leo imempendeza Mungu nije Hanang, kwenye jimbo jipya kabisa la Hanang. Ambapo kongamano la DMS limefanyika hapa Katesh na limekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwanza mafanikio ya mahudhurio, wamehudhuria watu wengi mno. Na nimefurahi kwamba tumefika, watu wameonyesha mwamko na mwitikio mkubwa. Lakini nimefurahi kwamba ratiba ilivyowekwa, kila waliokuja walipata nafasi ya kuhudumu. Kwa pia nimejisikia vizuri kuhudumiwa na kwaya mbalimbali na vikundi mbalimbali, wamefanya vizuri sana. Lengo letu sisi kama idara ni kukuza viwango vya ibada. Kukuza viwango vya ibada kwenye kanisa letu la nchi, na kufika hapa na kuweza kushiriki ibada na kupata nafasi ya kuiongelea ibada na kufundisha neno la Mungu ni kitu kikubwa sana kwetu, kwa sababu inatupa neema ya kuwa na mafanikio ya kufikia yale malengo. Tumejifunza neno zuri sana la Mungu kutoka kwa baba askofu na mimi, ambalo tunaamini kabisa baada ya hapa viwango vitaboreshwa. Lakini tumepata fursa ya kutoa matangazo yetu moja kwa moja, tumewafikia wana DMS kwa matangazo. Labda tuniarudie hapa kwa kifupi sana. Tuna kongamano mwezi wa 11 tarehe 22 mpaka tarehe 24 mpaka tarehe 27. Kongamano hili itafuatiwa na mkesha mkubwa sana wa tamasha la muziki la kusifu na kuabudu, linaitwa Music Revival Night pale Dodoma Chinangali. Itakuwa ni la wazi, uwanja wa nje. Tunawakaribisha sana. Furaha yetu kuona wana Hanang wote na majimbo yote Tanzania, wote wadau wa kusifu na kuabudu, wadau wa muziki wanakuja. Tuna semina mahususi kwa ajili ya vitengo vyetu, ambavyo tutakuwa na wataalamu wa vitengo, tutakuwa na wataalamu wa tehama, tutakuwa na wanatehama wote kutoka sehemu mbalimbali nchini, watu wa media ambao tutanoana. Tutakuwa na mafundi mitambo na wataalamu wa mafundi mitambo kwa ajili ya kunoana. Tutakuwa na karakana nzuri kwa ajili ya waimbaji binafsi, kwa ajili ya wanakwaya, kwa ajili ya viongozi wetu wa kusifu na kuabudu, na wapigaji wa vyombo. Kwa hiyo nawakaribisha sana Dodoma, na tumefurahi kwa kweli kuwa hapa, na Mungu awabariki sana. Okay, turudi nyuma kidogo. Umejiita daktari. Unajua kuna mtu kimwambia daktari, si unajua ni daktari labda wa hospitalini kule na nini. Natamani mtazamaji ama msikilizaji umueleweshe daktari wa nini hasa. Mimi nimesoma muziki kwa neema ya Mungu, degree ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hiyo udaktari wangu mimi ni wa muziki, kwenye upande wa upigaji, lakini upande wa kutumia muziki kama tiba. Kwa hiyo ni daktari both ways, na nautumia muziki pia kwa ajili ya tiba. Kuna kitu kinaitwa music therapy, ambapo tunatibu baadhi ya magonjwa kwa kupitia muziki. Magonjwa ya aina 4: magonjwa ya akili, magonjwa ya hisia, magonjwa ya kifizikia na magonjwa ya kiroho. Kwa majina yangu naitwa Mikaeli Petro. Ni mkurugenzi wa idara ya muziki na uimbaji jimbo la Hanang. Na kati ya vitu ambavyo sijawahi kuwaza kwenye maisha yangu ni kongamano la leo kama litafana kwa namna hii, kwa sababu kwanza watu wamejitokeza kwa wingi mpaka walikosa mahali pa kukaa. Wengine wakaamua kukaa nje, wengine wakaamua kuegemea ukutani. Sasa hii ni namna inavyoonyesha watu wanapenda idara na wana shauku ya kumsikiliza Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya neno la Mungu. Na tuliona kabisa hata wakati mhudumu katibu wetu mkuu wa idara na anahubiri, tuliona kabisa watu walikuwa na utulivu wa hali ya juu. Hakuna aliyekuwa anatoka wala hakuna aliyekuwa na zurura. Kwa namna hiyo, kuna namna fulani ambavyo tunaweza tukaona kwamba watu wana hamu na hii idara yetu ya muziki na uimbaji. Kwa kweli tumejifunza kitu kikubwa sana. Mambo ni mengi, lakini hatutaimaliza japo kwa uchache. Ni kwamba kitu cha kwanza tulichojifunza kwamba muziki ni zawadi ambayo ametupa Mungu. Kwa hiyo kama ni zawadi aliyotupa Mungu, tukajifunza faida za muziki. Tukaona faida ya muziki
faida ni nyingi, lakini kwa uchache faida muziki unatupa kibali, muziki unatupa ushirikiano au kujumuika na jamii. Kwa mfano, alitoa mfano kwamba unaweza kwamba wanamuziki hawa wanaweza kaingia tu Ikulu hata kama wamevaa hovyo hovyo, lakini pia alitoa mfano katibu wetu mkuu kwamba hata wewe ukivaa tu vibaya kwenda kuingia Ikulu unarudishwa nje ya geti. Lakini tunaona kwamba muziki unampa mtu kibali cha kukubalika, anaweza kaingia Ikulu, yani hata kama haeleweki. Lakini kwa sisi ambao tumemjua Mungu, kwenye muziki kitu tulichojifunza kwanza ni kuokoka kwenye muziki, kwa sababu tasnia ya muziki ni pana, yani tasnia yake ni pana. Lakini kwa sisi tuliookoka, tunachotakiwa kujifunza kwamba ni kumjua kwanza Mungu. Tukimjua Mungu, tutautendea vizuri muziki wetu kanisani, watu wataponywa kwa kupitia muziki, watu wataokolewa kwa kupitia muziki. Malengo kwa mwaka huu kama idara, kwanza kama nilivyosema kwamba jimbo letu ni jipya, na katika huu jipya tunataka tutoke na huu moto. Mwaka huu idara yetu ya muziki na uimbaji tuna mpango wa kumsomesha mwanafunzi mmoja chuo cha kupanda makanisa. Lakini pia sisi jimbo letu ni jipya, tuna mradi wetu wa chuo chetu cha VETA. Lakini pia kama idara yetu ya muziki na uimbaji tumekubaliana au tuna mpango wa kushika mkono au wa kuunga juhudi za askofu wetu wa jimbo na kamati yake katika kuchangia mifuko 20 ya simenti katika kukamilisha ule mradi wa VETA.